Kwa majina yangu naitwa Bishop Njoroge. Nampenda huyu Yesu kwa maana ameniokoa, amenihifadhi vizuri. Nahubiri kanisa la Faith Manifestation Church Karatina. Namsalimia nyote walio online na walio kwa kanisa. Mungu awabariki na watendee wema. Hii ni Monday ya kwanza ya mwezi huu. Hii ni Monday ya kwanza ya mwezi huu, na tena ni mwanzo wa wiki hii, na ninaamini ya kwamba tunaelekea kilele cha mwaka huu, kwa sababu tuko katika mwezi wa Novemba, ili tuingie katika mwezi wa 12 ama Disemba. Na ninaamini kwa ubali ambaye Bwana ametuleta, huyu ni Mungu mwaminifu, na kwa maana ametuhifadhi vizuri. Huyu Mungu ataandamana pamoja nasi. Alianza pamoja nasi Januari, na sasa tuko katika mwezi wa 11. Huyu Mungu hatatuacha, na pia inasema kwamba atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Na hakika ninaamini huyu Mungu atatembea pamoja na sisi. Kwa hivyo maana ya leo, ninaamini Mungu atatubariki na atutendea vizuri katika jina safi la Yesu. Asubuhi ya leo nataka kuongea kuhusu kukombolewa katika possession isiyo yako. Hii dunia, na sasa asubuhi ya leo tutatolewa possession isiyo yetu. Possession isiyo yetu, na ninaamini Mungu atatutoa katika jina la Yesu, na tutatoka ni possession isiyo yako. Hii dunia unaweza wekwa possession isiyo yako, na leo katika jina la Yesu ninaamini tutatolewa katika possession isiyo yetu. Na dunia hii usipoangalia vizuri, unaweza kuwa possession isiyo yako. Unaweza wekwa mahali pasipo pako. Unaweza ishi mahali pasipo pako. Unaweza ishi possession katika ulimwengu wa roho, unawekwa mahali pasipo pako. Lakini leo katika jina la Yesu, mwanzo wa mwezi huu na mwanzo wa wiki hii, mimi nitatolewa possession isiyo yako, ili nipelekwe possession yako katika jina la Yesu. Na aliye na uwezo wa kufanya hivyo ni wakati unapoomba mbele za Mungu na kutambua, mimi ninavaa niwe wapi. Unajua ni vyema kuelewa, ninavaa niwe wapi, ninavaa position gani. Sijui kama unajua unavaa uwe position gani. Bwana Yesu asifiwe. Na ili uweze kukaa position yako, kuna mambo mawili unavaa kujua. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kujua kuomba. Ana alifahamu ya kwamba ili apate mtoto lazima aombe. Ili apate mtoto lazima aombe, na atoke mahali ako aende kwa madhabahu. Leo katika jina la Yesu tumekuja kwa madhabahu asubuhi ya leo, ili ya kwamba wiki hii na Mungu atuweke mahali tunavaa tu. Bwana Yesu asifiwe. Atuweke mahali tunavaa tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Lazaro aligojeka na akagojeka zaidi na akafika hali afu, Biblia inasema kwamba naye Yesu alikuja, kwa maana alisema, na magonjwa haya ambayo Lazaro amegojeka si ya kumpelekea afe, si ya kumpelekea afe. Sasa Yesu akaenda katika ile boma yao akamfufua Lazaro, kwa sababu hakuwa afe, alitokea. Kwa hivyo hii magonjwa ambayo ilikuwa iko katika mwili wake haikuwa imuue, ni vile hii magonjwa ilimsukuma mpaka ikamuua. Na Yesu akasema kwamba na magonjwa haya si ya kuua. Kwa hivyo kuna matatizo mengine inakuja, lakini haifai kupeleke mahali naweza kupeleka. Sasa leo katika jina la Yesu, anayenisikia vizuri katika online, nataka nikueleze ya kwamba
position ambayo umepelekwa leo kwa neno la Mungu asubuhi ya leo utatoka katika jina la Yesu. Amen, amen. Na hayo mambo naongea hivi katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na ni dunia hii usipojielewa unaweza kujikuta katika the wrong position. Hebu soma na kitabu cha Bwana katika Ecclesiastes. Sijui tunasema Ecclesiastes. Kwa hivyo hiyo ni kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri 10. Kitabu cha Mhubiri 10. Kitabu cha Mhubiri 10 tuanzie 6 ili tupate vizuri pale katika jina la Yesu. Mhubiri 10 kwanza mstari wa 6 inasema ya kuwa upumbavu huweka mahali pa juu sana, nao wakwasi hukaa mahali pa chini. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Amesema namna gani? Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Nimeona watumwa wamepanda farasi. Na wakuu wakienda kwa miguu. Juu ya nchi kama watumwa. Pardon vizuri. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Inasema mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Na wakuu wakienda kwa miguu. Juu ya nchi kama watumwa. Mwenye kuchimba shimo atatumbukiwa ndani yake. Glory be to Jesus. Ile kitu nikasome pale ni hivi tu. Na hapa duniani niliona nini? Biblia yetu inayo verse 7. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Na wakuu wakienda kwa miguu. Juu ya nchi kama watumwa. Verse 8. Mwenye kuchimba shimo. Verse 7. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Ukisoma verse 5 inasema liko baa nililoliona chini ya jua. Kuna kasoro niliona katika chini ya jua. Nalo ni kama kosa. Nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye. Na nataka tufike pale ile mstari wa 5 hapo. Liko baa nililoliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye. Ya kuwa upumbavu huweka mahali pa juu sana. Kwa kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana. Nao wakwasi mahali pa chini. Verse 7. Na Jerry atatusomea na Kimombo. Apatiwe kipasa sauti atusomee na Kimombo ili sasa hii kitu tuelewe vizuri. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Na hapo usike vizuri. Unaona hii ni kitu ambacho iko na exchange. Watumwa wamepanda farasi, naye wakuu wanatembea kwa miguu, na hawafai kutembea kwa miguu, na ni hapa chini. Kwa hivyo sasa, katika jina la Yesu, wiki hii ama mwanzo wa wiki hii, naomba Mungu anitoe mahali nimewekwa hapa duniani pasipopaa, ili ya kwamba niwewe mahali nafaa niwe, position yangu ambayo inafaa niwe. Asubuhi ya leo nitolewe
possession isiyo yako. Sasa ni patiwe mahali pa. Kwa maana hii dunia usipojijua, unaweza kaa mahali pasipo pako. Wewe ni mwombezi, wewe unaamini Mungu, lakini hapa duniani tunakosa. Hii dunia, hapa duniani, hapa chini ya jua, kuna kosa linafanyika hapa, na tusipokombolewa kutoka katika lile kosa linafanyika hii dunia, unaweza kaa possession isiyo yako. Unaweza kaa mahali ambapo si pako. Vile unaishi si, hufai kuishi vile, hufai kufanya vile unafanya. Sasa asubuhi ya leo na mwanzo wa wiki hii, mwanzo wa wiki hii, naomba Mungu anitoe position isiyo yangu sasa, anipeleke my possession in the mighty name of Jesus. Kwa maana hapa we must correct this. Glory be to Jesus. Are we together? Lazima to correct this error. Mtu ambaye anavaa awe juu anakuwa chini. Mtu ambaye anavaa asimama anakuwa asimama. Leo katika jina la Yesu, elimu yangu inasema kwamba kutolewa mahali pasipo pako. Tusomee tena mbili hapo. Verse 5. Verse 5 inasema, liko baa nililoliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawala. Naye ni kama kosa litokaye kwa yeye atawala. Kwa hivyo hii dunia kuna anayetawala, na akitawala anatawala vibaya, na akitawala katika maisha yako anatawala vibaya. Nani huyu? Si ni Shetani. Verse 6, ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana. Upumbavu unawekwa mahali pa juu sana. Nao wakwasi hukaa mahali pa chini. Nao wakwasi hukaa mahali pa chini. And I like that. Si unaona hiyo ni opposite. Si unaona kuna mambo inawekwa opposite. Mnasikia hapa? Kuna vitu ambaye inafanywa opposite. Na leo katika jina la Yesu lazima tuchange hii. Wiki hii na mwanzo wa wiki hii, mimi lazima nisimamishe mahali na baa niwe katika jina la Yesu. Juu kama unapotaka unaona kwamba sifai kufanya hivyo nafanywa, sifai kutendewa hivyo natendewa, lakini wacha nikueleze, damu ya Yesu iliyo na uwezo juu yako leo itakusaidia, na utawekwa mahali unafaa uwe. Na biashara yako, tunapoenda biashara zetu sasa, haitawekwa mahali pasipo petu sasa. Kwa jina la Yesu lazima tuweke mahali tunafaa tuwe leo katika jina la Yesu. Verse 7. Mimi nimeona watumwa. Mimi nimeona nani? Watumwa. Watumwa wamepanda farasi. Wamepanda farasi. Watumwa wanapanda farasi. Watumwa wanapanda farasi. Are we together? Na wakuu ni akina nani? Ni wewe Mkristo, ni wewe ambaye una Yesu ndani yako, ni wewe ambaye unamjua Mungu. Wewe ndiye ambaye unatembea na ufalme, na wewe ndiye mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima hii dunia nani aliumba? Hii dunia nani aliumba? Na huyu Mungu ndiye unaamini seriously. Na kwa nini inaonekana kama kuna kitu kingine iliumba dunia hii? Na ni Mungu. Jerry anasema ni imani imepungua. Ukaona kama uliwahi kwani mwalimu gratis ukaraga totali kwani. And that is error. Cannot do it to our feet.
Uikarege tapotari kwanyu na ni kwanyu. That is a miracle. Glory be to Jesus. Na sasa lazima tupokee position zetu vizuri katika jina la Yesu. Tupokee position zetu vizuri katika jina la Yesu. Umuthi mlango kila position yako jikalele wega na kiwetwalithie wega aria mahingicanirie umuthi ni ngudiri na aria mahingicanirie tondu gati na gukuthiro ni kurihia rikagwo mundu uria wagirwo ni kwambarara akanyihio mundu uria wagirwo ni utagirwo ni kwambarara akambarara nitarega thini wa rĩtwa rĩa Jesu. Nimekataa katika jina la Yesu. Na huyu mtu aliangalia akaona kuna kosa linafanyika hii dunia. Na hii kosa linafanyika ni baya. Imagine mundu agĩkorwo enote irio akorwo nginya nĩ kũhoya arahoya. Rĩu nĩtwarega rũcinĩ rwa mũthĩ. Hufai kuomba lakini sasa umefika kiwango cha kuomba na hufai kuomba. Unajua kuna kuomba na kuomba msaada. Hai na Mungu kai wewe kutawira. Na dilale ya Bwana Yesu asifiwe. Alemewe ndani. Haleluya. Leo katika jina safi la Yesu ninaamini leo lazima tutatolewa hii. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Hapo ndipo naona kasoro kubwa. Nimeona nini? Watumwa wamepanda farasi. Na wakuu wakienda kwa miguu. Na wakuu wakienda kwa miguu. Na wakuu wakienda kwa miguu. Juu ya nchi kama watumwa. Juu ya nchi kama watumwa. Sasa mimi asubuhi ya leo nimekataa kwa jina la Yesu. Turudie tena pale tusike. Tuanze verse 5. Liko baya nililoliona chini ya jua. Nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye. Ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana. Nao wakwasi hukaa mahali pa chini. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Ikiwa kuna jambo tunafaa tuombe hilo. Hebu kwanza tuombe. Baba katika jina safi la Yesu. Wewe ni Mungu ambaye unatujua. Na asubuhi ya leo tumekuja kujielewa ya kwamba kuna position tumewekwa. Na hiyo position tumewekwa si yetu. Tunatesekea katika ile position. Na ninakusihi ewe Mungu, unaye uwezo wa kunitoa katika ile position na kuita asubuhi ya leo. Ili ya kwamba unitoe hii position. Ili unisimamishe katika ile hali na position na maadili. Na kusema ukweli nimekuja kujijua hii position niko si yangu. Hainitoshi. Hainiingii vizuri. Na kusihi asubuhi ya leo. Ikiwa ni Monday ya kwanza ya mwezi huu wa 11. Na sasa ikiwa ni mwanzo wa wiki hii. Mungu wangu ingilia unisaidie na utusaidie. Kwa maana Baba unatufahamu. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na nimeamini. Sasa huyu ni mtu wa Mungu alipoangalia mambo katika chini ya jua. Na alipoyaangalia vizuri, alipima. Hawa ni wale watu ambao wako na hekima cha kimungu. Na alipima akaona ya kwamba kuna watu ambao wanafaa wainuliwe. Kuna watu wanafaa wawekwe mahali pa juu. Kuna watu ambao werefu lakini wanaonekana kama si werefu. Na hilo jambo aliona akiwa tu katika chini ya jua. Na chini ya jua si mahali pengine, ni hapa dunia hii. Kuna mtu ambaye huomba Mungu amsaidie, lakini anaonekana kama ni mtu hohehahe. Lakini kusema ukweli katika ulimwengu wa rohoni si mtu hohehahe. Na hakuna kitu ambaye inatesa mtu kama mtu ambaye anajijua na anajielewa.
Glory be to Jesus. Na leo asubuhi ya leo, ili utoke the wrong position, kuna kitu unafaa utaka. Jambo la kwanza ni kupata revelation. Ninafaa niwe wapi? Glory be to Jesus. Na kuna nabii mmoja wa Mungu anaitwa Habakuki. Juu kama tutapata pale Habakuki. Biblia inasema kwamba nami nitakaa mahali pana ili ya kwamba nipate kuona mambo vizuri. Habakuki, kuingia kwa Habakuki. Kwa sababu Habakuki alisema nitakaa mahali pana, nitazame vizuri. Katika Habakuki 2, tuseme hapo Habakuki 2 nasema mstari wa kwanza, 2 tusomee. Habakuki 2 verse 1 inasema, mimi nitasimama katika zamu yangu. Adraini that. Habakuki alielewa na akasema na mimi nitasimama katika zamu yangu. Sasa hiyo ni kusema mahali pale. Nitajiweka juu ya mnara. Nitaangalia ili nione atakalo niambia. Na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Verse 2. Bwana akanijibu akasema, iandike jozi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kusoma kama maji. Glory be to Jesus. Ile mstari tu wa kwanza inasema verse 1, mimi nitasimama katika zamu yangu. Nitasimama katika zamu yangu. Nitajiweka juu ya mnara. Nitajiweka juu ya mnara. Nitaangalia ili nione atakalo niambia. Nitafanya nini? Nitaangalia. Kwa hivyo lazima ajiweke mahali pake. Na leo asubuhi ya leo, wacha Mungu sasa atuweke mahali petu sasa. Kwa maana tumesoma ya kwamba katika hiyo Mhubiri 10 mstari wa 5 inasema kuna jambo baya niliona katika dunia hii, nalo ni mtumwa anapandishwa farasi na mkuu wa nchi anapepea mguu kama mtumwa. Na hilo jambo lilitesa roho yangu. Na sasa katika jina la Yesu lazima tugrade mbele za Mungu, tusimame mahali petu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame mahali petu sasa. Na tunaposimama mahali petu sasa, maisha yetu yatachange. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unafaa kuishi namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Biblia inasema kwamba kuna mzee alikuwa na Yesu alipatia ndio mfano. Alisema kuna mzee ama hivyo nasema kuna mzee alikuwa na vijana wake wawili, na yule mdogo akajua yeye ana position yake na ana right yake. Is it Luke 15 verse tuanzia mstari sasa wa 28 there. Is it 28 there? Tuone. Luke 15 tuanze 27. Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, ile yurego horoa uyu munini akiuga aheyo ibosi yake. Verse 11 inasema, Luke 15 verse 11 inasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Hapo kuna kitu huyu kijana alielewa, na hapo ndipo sisi tukosea.
alielewa ya kwamba ana sehemu yake. Are we together? Na wakati alipoelewa hivyo, Bwana Yesu asifiwe, alipata mali yake. Isipokuwa ni vile alienda kutawanya na huko, yeye alielewa ana mali yake. Na ili sasa utolewe katika possession yako, ile ambayo kasi yako, lazima upate kuelewa hiyo possession. Kwa maana huyu yule mtoto alielewa possession yake. Na leo asubuhi ya leo, sinaona huyu mkubwa hakuna kitu alielewa kinaliti. Huyu mkubwa tu alikuwa anaishi, haelewi position yake, hajui chochote, anaishi tu aishi. Na Yesu alipatiana mfano. Kuna mzee alikuwa na wanawake watoto wake wawili. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili, na yule wa mwisho ndiye alifahamu, mimi si vizuri kuishi kama mtumwa hapa. Sifai kuishi kama mtumwa hapa. Sifai kukaa kama hawa watu wengine wanaishi kwa baba yake. Unajua kuna watu wengine wanakaa kama watu ni watumwa, lakini yeye alisema kwamba na mimi si kama wale wengine wako katika boma ya baba. Are we together? Na sasa mimi ninavaa, mtumwa hawezi itisha kitu yake, kwa maana ni mtumwa, ni mfanyakazi. Hata mkiajiri kwenu mtu wa kufanya kazi, hawezi itisha vitu vyenu, ni mpatie mshahara, lakini sio urithi katika hiyo boma. Na sasa sisi tumefanya walimu, si watumwa. Na asubuhi ya leo ni vyema kuelewa position zetu. Tusikae vile dunia inatupanga. Dunia hupanga mtu. Ufalme ambaye utawala mbaya wa dunia hii hupanga mtu. Na ndiposa huyu mtumishi wa Mungu alisema kwamba kunalo kosa niliona dunia hii, na hii kosa ni mtumwa kupandishwa farasi na mkuu wa nchi anatembea miguu. Alafu tena anapandishwa na mpumbavu anapandishwa, na yule ambaye anavaa apandishwe anashushwa chini. Hiyo ndio jambo ambalo linaongeza mtumishi wa Mungu na likamhangaisha dunia hii. Lakini leo katika jina la Yesu, wacheni tujifahamu na tuelewe na tutolewe katika ile possession isiyo yetu. Na kimombo jeni nasema namna gani pale Mhubiri 10. Mhubiri 10 mstari wa 5. There is an evil. There is an evil. There is an evil. I have seen under the sun. I have seen under the sun. As the hair proceeding from the womb. Verse 6. For he is setting in great dignity. When the rich sit in a royal place. Pardon, soma kisokimungu hiyo kizivizuri. For he is set in great dignity. Atelewa ya kumiri na githugu. Verse 6. For he is set in great dignity. And the rich sit in low place. And the rich sit in low place. In low place. Na kibabo ingine wale na kibabo wale wako bila watengezo kukiwi. Toma tu. There is an evil I have seen under the sun. The sort of error that arises from Alula. Fools are put in many high positions. Fools are put in many high positions. The rich occupy the low ones. Wajinga ndio wamewekwa juu. Tatoma na gĩtaneo kĩbastauti gĩthombe gĩthomo kĩu. Gĩthomo kĩu nĩ katari kĩkĩgĩa na standeka a little bit. Which version? Nĩ ĩrĩkũ? Nĩ King James or New International?
soma hiyo vizuri. Mhubiri 10:5. There is an evil that I have seen under the sun. Lead slowly by slowly. There is an evil. There is an evil I have seen under the sun. I have seen under the sun. The sort of error that arises from Alula. The sort of error that arises from Alula. Fools are put in many high positions when the rich occupy the low ones. I have seen slaves on horseback when the princes go on foot like slaves. Na jambo jeni nasema the same. Fools are put in high positions. Fools are put in high positions. In higher position. Tajirani olimu nibwa paradiso. Limtira akorolimu nibwa paradiso si alidini. Ivi tukiona moto ya mori ada intimidations. Mutulia Mungu ndiye adhibika. Fools are put in high positions when the rich occupy the low ones. Underline that. When the rich occupy the low ones. What? Ones. Are we together? Biblia sasa inasema kwamba rich na hivyo ukoro umetua dole moto kuna bina ayo hayana wewe unatumikia huyu Mungu ambaye anakupatiana, lakini unaonekana wewe ndiye ujiwezi na umewekwa chini. Sasa kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, lazima sasa tusimame position yetu. Tunaweza fanya namna gani turudishwe katika position zetu sasa? Tunaweza fanya namna gani? Kwa maana hii tuko chini ya jua tele, na ni mahali watu huwekwa the wrong position. Ni mahali wale rich wanafanywa pua. Awitugete ni mahali ambapo wale wazuri wanafanywa wabaya. You see, wale wanaonekana ni wabaya wanafanywa wazuri. Na ndiposa unaona watu hutorokea ukweli, wanaenda mahali palipo na uongo mwingi. Unaweza ona mahali palipo na uongo mwingi, na hapo ndipo watu wanasumbukia, wanaishi pale wakweli, wanafutiwa na ule uongo kwenda pale. Hii dunia kuna kind of errors, na usipoelewa era hii unaweza kutoshea mahali uko na Mungu hataki utoshekee mahali pale. Na asubuhi ya leo katika jina la Yesu tumekataa kutoshekea pale na sipopendi sasa. Na asubuhi ya leo tunapoingia mwezi huu wa 11 tumekataa kutoshekea pale pasipopendi sasa, ili tuingie our possession in the mighty name of Jesus. Na ni vyema kukataa saa hii, ni vyema kukataa saa hii katika jina la Yesu. Kataa saa hii asubuhi ya leo, usitoshekee mahali useme basi ni sawa tu. Na Mungu hapendi wale watu wanasemaga ni sawa tu. Leo uno kuiganagira roho tomudu muliki ukaiganagira oria beko nibega leo ni tuwale gari ndine wale tuwale Yesu. Wana mundu muliki ndagetikia, lakini leo katika jina la Yesu tumekataa kwa jina safi la Yesu. Tuwale gari ndine wale tuwale Yesu mwana wake. Na Biblia ngati kijana mmoja akasema kwamba mimi navaa nipatue mali yangu.
Siwezi jifananisha na hao wengine. Na asubuhi ya leo hatutajifananisha na wale wengine. Kwa maana huyu mtoto alisema kwamba tunaombele na kitu ndio wa Luke 15 verse 11 inasema akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Ni nini sasa alifanya hapo? Jina wade kwa kalike mundu uyo mwana uyo kia mundu ulile agithie kulile wiki tukimwe miaro ileko kwenye shida kwao. Alielewa zile slaves na akaifahamu vizuri, akawajua kimenya na huko kwitu ni kuleko ili takawera tukaheo bisara no ili tuliende musi kimenya na nini kuikara tango kwa isiri ono mude ni twale kuikara tango bofri. Tumekataa katika jina la Yesu. Hatutakaa kama watumwa sasa. Tumekataa. Na roho yote ambayo kutufanya tuwe watumwa, wacha tuikatae. Ona akionaga mwalimu Gladys. Nionaga akona wale ngejeri na dukanene kwihanania na andu. Ona muturinde wa dukanene kwihanania na andu na ndetwa. Atuihananagia na mundu. Na niyo nĩnyonaga rĩngĩ ũgakora mũndũ acemania na andũ angĩ waku na wewe ndũramenya Ngai waku ũkĩhanania na andũ acio. Ona mbirugĩte atĩ ona mũngĩgakinya bũrũri ũrĩa mũkore andũ marahoya ngai cia mĩhianano, mũtikanahoe ngai cia mĩhianano tawa. Ona ũngĩgathiĩ tauga nakora mũndũ athiĩte na ndege, nona mũndũ athiĩte na ndege, ndege-inĩ kũheanagwo indo nyingĩ mũno Gladys, na nĩndakũhoera Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo akareka ũthiĩ haice ndege. Ndege kũheanagwo rĩrĩ niĩ nĩngũkũhoera Ngai ũgatũũra ndege mũthenya ũmwe mũndũ ũrĩa wathiĩ na ndege guoko igũrũ. I feel so. May God intervene and change your life in Jesus' name. Ndege-inĩ gũkoragwo juice cia mĩthemba yothe, drink cia mĩthemba yothe na juice. Rĩu ũkora kaĩrĩ tugakorwo kũu gagĩkĩgerera gwakwĩra atĩrĩrĩ, do you want wines? Red wines? Niĩ ndathi nĩguo ndĩthio. How are you? Welcome to. Nĩwamenya ũrĩa makiugaga. Gĩro, do you take any drink? Nĩũkwenda kunywa red wine? Na nĩndonaga andũ ahoroku akahe mwegire give me one. Akĩnyua kabere, akĩnyua gakerĩ, na tũrathiĩ. Oi njiri gĩtiragĩũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩkĩ kĩranyuna nĩ gĩtune? Rĩu tondũ andũ twaima ngari twaima ndege ndonaga mũtunga andũ magĩtheka mũno makĩng'aũrĩra nginya ngĩũria nĩkĩ gĩtũ maratheka ũguo. Rĩu ndacokia kũmenya thutha-inĩ atĩ mũndũ ũmwe nĩ wanjĩrire mũtungatĩri andũ heirwo kanyamũ kũrĩa igũrũ tũgĩkinya gũkũ thĩ ĩno rĩ manyuĩte nĩndonaga magĩtheka na nyamũ nĩtũmaga matheke mũno gũtheka mũno mũndũ agakaũndũ ũkona mũndũ ũngĩathekire nginya ithamĩrĩra na gũkora nĩongerera maega tũmĩario karia tũmĩario tũici mũndũ akĩrengĩria nĩkĩ gũthira gĩkĩra andũ maheirwo kũrĩa igũrũ ũkũiguaga red wine ni nyamũ ĩyo ti ya kanitha. Rĩu rĩrĩa gwacotarĩ wa ndũrĩte igũrũ akona ta akinya igũrũ rĩu agũtarĩ ũndũ ũngĩ nĩathiĩ na gacoka Kenya. Tera mũcumũriganĩtie nake mandũkanehananie nawe. Rĩu ũyũ mwana kĩndũ kĩrĩ arorire andũ akĩrora andũ kwao akĩona naya hawa ni watumwa, lakini mimi siwezi kaa kama hawa. Kwa hivyo lazima mimi nisimame. Wabui au ile aya isikatoa kama tukawira huko kwitu li aya nilona ngati
tiga kukwaya. No, I have my position to stand before my father. Na ndimwiriri tandegera kiria kiti. Negera kiria kiti ngai. Papa vitu. Na akiakimunegera niki ari gwikara ta mutumo. Ta gogo ya. Onaverega gwikara ta gogo. Ira murushugurite nake na nini ndare. Tuombera kutuletea mili. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Nipe sehemu inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Ile kitu ilimsumbua ni kutojua kutumia mali. Hapo tu ndio mshida. Lakini ile kitu alifahamu yeye si mtumwa. Ana rights katika boma yake. Na ndiposa alienda kwa baba yake akamwambia nipatie mali. Bwana Yesu asifiwe. Watu tutoe katika hii Mhubiri 10 mstari 5. Hapo ndipo tuko sasa. Jambo nililoliona katika dunia hii na lazima tutoke pale katika jina la Yesu. Position isiyo yako toka sasa. Position ambayo haikufaa ulilete. Mhubiri 10 mstari wa 5. Liko baa ninaloliona chini ya jua. Nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye. Ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana. Nao wakwasi hukaa mahali pa chini. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Nimeona nani? Watumwa wamepanda farasi. Na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Juu ya nchi kama watumwa. Kuna kitu nataka nikueleze katika mawazo yako yasitumike kama wewe ni slave. Ondolewa sasa mawazo yako yatoke katika utumwa. Na ndipo sasa tumesoma hapo 15 verse 27 inaongea na huyu kijana mkubwa. Yeye hakuelewa position yake. Tudomere 27. Yes, Luke 15 verse 27 nasema. Luke 15:27 nasema akamwambia ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii. Unaona huyu mkubwa hakuelewa position yake. Kasoro ya huyu mkubwa ni kutoelewa position yake. Na aliishi yeye akiwa tu mtumwa. Na ndiposa alisema, Baba, nimekutumikia miaka ngapi? Na nimekuwa katika hii nyumba nikiwa tu mtumwa wako. Kwa hivyo katika hakuelewa yeye ni mtoto wa nyumba. Hakujua yeye anafaa atoke katika ile jambo inaonekana dunia hii. Mtumwa anapandishwa farasi na mkuu anatembea miguu hapa chini. Huyu mkubwa sasa hakujijua, hakujielewa. Na sasa asubuhi ya leo sisi tutajielewa katika jina la Yesu. Tuwekwe position ile yetu sasa.
kisasa. Na asubuhi ya leo mimi Bishop Ethan Njoroge nitatolewa position isiyo yangu sasa, nipelekwe position yangu. Na hii dunia kuna watu wanajua kupelekana position isiyo yako. Hii dunia kuna watu wanajua kupeleka position isiyo yako. Ni wewe ukatae na utoke position isiyo yako, uingie position yako. Kwa maana kuna watu wa aina hiyo wanakupeleka position isiyo yako, wanataka utesekee position isiyo yako. Sasa chukua hatua ya kutoka. Chukua hatua ya kutoka. Ili utoke unafaa kufanya namna gani? Jambo la kwanza ni kupata neno la Mungu katika maisha yako. Ili utoke, neno tu ndilo lililo na uwezo wa kukutoa katika possession sio yako. Glory be to Jesus. Waisraeli waliishi for 430 years in Egypt. Are you together? In Egypt. Kwa hivyo lazima ujumbe wa Mungu ukufikie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tukisoma Exodus 3. Is it Exodus 3? Exodus 3. Yes. Ili utoke the wrong possession, lazima uombe. Alafu tena upokee the message kutoka kwa Mungu, sio kwa watu. Exodus 3 verse. Tunaweza anza verse 6. Exodus 3 from verse 6 inasema, tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Kwa hivyo kuna wasimamizi wanaweza kukutia katika the wrong position. Sasa ili utoke the wrong position, lazima umsihi huyu Mungu aliyekuumba. Na leo katika jina la Yesu tutaomba asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Maneno kwa ya Yesu ni uongozi. Nitokomwera gaidita haria datwa yo hatari hakwa. Tutamuikarire uyu tikaraga utari wakwa. No tore muturi utari waku miaka mingi muno na mutakitha ithaga nigetha ugie na ugurio wa kinya haria he haku. Mano uthirikire haria hatari haku na gaitue wina thina arenda tu umuthaithe umuhoe na rucire ruo moru na biria tunatu ni kuri undu moru ukoragwo guku thino kwaraga riua. Ni kuri undu moru uno ukoragwo guku thi kwaraga riua na kuone atiriri ya twaga ni kombo ikiambarario abitukete nake mundu uria wagirwo ni kwambarara akagwithio thi. He kiritirio ihutagirwo guku thino itari njega, na iyo niyo tukumiregania hapui, iyo niyo tukumikararia ruci. Kiritirio ihutagirwo system, evil system that evil people are using nigetha matugwithie. Leo turamirega rucire ruo muno thini wale tware Jesu na bikie no Ngai ndahoya Ngai duta position ile itari yako rucire ruo muno kiambiriria kia wiki no na kiambiriria kia mweri uyu wa Novemba niko position ile itari yako no ni toya kigongona gia thakame ya Jesu nigetha ni duto position ile itari yako na no kigongona kingekuruta ya thakame ya Jesu.
Jesus. Tuombelee Waisraeli makiwa hapo dhama dhama idatu Exodus 3 verse 6 inasema tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako. Mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa Isaka. Mungu wa Isaka. Na Mungu wa Yakobo. Tabenyaya ndwagaima. Nuima no gaima ogikuruta haria wigitone. Lazaro ndagĩrĩirwo nĩ gũkua no tamenya akuĩte na agathikwo. Rĩu niĩ ndahoya gũciĩrwo mũthĩ torĩa Ngai atugaga muoyo, Ngai aroruta possession ile itarĩ yako. Ona inua mkono sema Baba, kwa jina la Yesu nimeona kuna makosa inafanywa dunia hii. Mtumwa anapandishwa farasi na mkuu anatembea miguu. Tajiri anapelekwa mahali pabaya. Na nimeomba leo kwa damu ya Yesu Kristo nitoe position kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Ni Mungu tu aliye na uwezo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao. Na hoya Ngai aigue kilio yaku. Mungu asikie kilio chako asubuhi ya leo. Aone vile umeteswa na vile umewekwa the wrong position. Hakuna kitu mbaya kama kuwekwa the wrong position. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali Mkanani na Mhiti na Muamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria. Kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria. Tena nimeona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao. Wacha nikueleze, ili wewe utolewe your position, unahitaji Mungu na unahitaji nabii. Kwa maana nitakutuma wewe Musa uende nchi ya Misri, utoe Waisraeli Misri, ili ukiwatoa Misri uwapeleke mahali ataka waende. Kwa hivyo unahitaji Mungu na nabii wa Mungu ili utolewe the position that you are. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu. Unaona sasa, kwa hivyo Farao alikuwa mfalme katika nchi ya Misri, na tuliona ya kwamba watawala wanaachilia kitu kibaya, upumbavu unainuliwa. Kwa hivyo lazima Mungu atumane kwa ile ufalme unapigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba lolote linatawala kwako Mungu aliondoe. Na leo katika jina safi la Yesu nimeamini kuna kitu itafanyika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ili utolewe katika position sio yako, nimekwambia jambo la kwanza ni maombi. Jambo la pili, Mungu atumane. Bwana Yesu asifiwe. Atumane ili ya kwamba utolewe katika the wrong position. Are we together? Jambo la tatu ni faith. You need faith to come
out from that evil position. Glory be to Jesus. Jambo la nne, you need the word of Jesus upon your life. You need to hear the word of God in your life. Glory be to Jesus. Point number 5. You need revelation to understand your possession. You must receive the power of revelation to understand where you belong. Glory be to Jesus. From now, receive revelation in Jesus' name. Point number 6. You need the direction. You need direction to show you. You need the arrow of direction to show you the right position that God, mahali ambapo Mungu anataka uwe sasa. Na watu wengi tu katika hali Mungu anaona hatufai our possession. Hatuishi katika position ambayo Mungu anataka tuishi. Ili umekara hapo gaya yako na mabudu ndaikarete mahali atirenda ikale. Mungu utali hali atirenda arogana. Ngiyo nayo kiguaga I'm the wrong position. But tonight, today in the name of Jesus, lekei tute kibogona gya nakame ya Yesu gitute. And we need point number 7. We need the power of the blood of Jesus of Nazareth to assist us to come out from the wrong positions. Sasa tusimame mbele za Bwana tumsifu Mungu katika jina la Yesu. Oh, in the mighty name of Jesus. Nasimama mbele yako ikiwa ni mwanzo wa wiki hii na ni mwanzo wa madi ya mwezi huu wa 11. Nimesikia kweli dunia hii kuna positions ambaye naishi, lakini hii position naishi si position yangu. Naomba kuanzia siku ya leo, Biblia inasema kwamba kitabu cha Mhubiri ya kwamba kunayo watu ambao wanapandishwa na hawafai kupandishwa. Leo katika jina la Yesu nasimama mbele zako, naita damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu leo katika jina la Yesu Kristo, ili ya kwamba damu ya Yesu ilitoe mahali niko sasa katika jina la Yesu Kristo. Na kuna kosa linafanyika dunia hii na hii kosa inatatiza watu wengi. Naomba Baba katika jina la Yesu niondolee Jehova liko bali niliyoliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawala, ya kwamba upumbavu unainuliwa mahali pa juu sana na wakwezi hukaa mahali pa chini. Jehova, nimekuja mbele zako ili kuanzia sasa katika hii chini ya jua kuna mapepo, kuna miungu ambaye inaniweka mahali pasipo pangu, lakini asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo nasimama mbele zako asubuhi ya leo katika jina safi la Yesu. Nachukua damu ya Yesu, chukua damu ya Yesu sasa ikutoe katika ile position mbaya uliyowekwa na ulizaliwa katika the wrong position. Leo naita damu ya Yesu. Kuna watu wananiweka, kuna watu wananiweka mahali pasipo pangu, kuna watu wananiweka mahali pasipo pangu, na asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo naomba sasa katika jina la Yesu usaidiane na mimi. Yesu Kristo ulikufa unitoe katika the wrong position. Yesu ulikufa unitoe katika the wrong position. Na sasa katika jina la Yesu madhabahu ambaye inatekelezwa dunia hii, madhabahu hayo ilitekelezwa kinyume na maisha yangu ili nipeleke the wrong position. Kuna watu huinua madhabahu mabaya, kuna watu husema maneno kinyume na mimi ili ya kwamba waniweke the wrong position.
asubuhi ya leo, ikiwa ni Monday ya kwanza ya mwezi huu na ni siku ya kwanza ya wiki ya leo katika jina la Yesu, nashika damu ya Yesu Kristo, napokea neno lako, naita neno lako lisaidiane na mimi, lisaidiane na mimi asubuhi ya leo. Unitoe katika the wrong position, nisaidie asubuhi ya leo. Mungu, nitoe position isiyo yangu, nitoa kazi yangu position isiyo ya kazi yangu, na kuanzia sasa katika jina la Yesu nasimama mbele zako, naita damu ya Yesu, Wewe Yesu Kristo ulikuja ili ya kwamba nitolewe katika position mbaya, na kuanzia sasa saidiana na mimi leo kwa jina la Yesu Kristo. Saidiana na mimi leo kwa jina la Yesu Kristo. Saidiana na mimi leo kwa jina la Yesu Kristo. Saidiana na mimi leo. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu Kristo, ita damu ya Yesu Kristo, ita damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Ita damu ya Yesu Kristo, ita damu ya Yesu ikutoe the wrong position in the name of Jesus. Ikutoe leo, ikutoe sasa katika jina la Yesu. Ikutoe sasa, ikutoe leo kwa jina la Yesu. Leo kwa damu ya Yesu. Shatakata robo sikata liba babo sata. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Leo asubuhi ya leo na ita damu ya Yesu Kristo iliyo na uwezo juu yangu, iliyo na uwezo juu yangu, iliyo na uwezo juu yangu, iliyo na uwezo juu yangu. Nimeita damu ya Yesu, nimeita damu ya Yesu, nimeita damu ya Yesu, nimeita damu ya Yesu, nimeita damu ya Yesu. Asubuhi ya leo initoe katika hii position. Najua damu yako peke yake inaweza nitoa the wrong position. Rabashatakata rima mama yanta. Jehovah Lord, I worship you in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tangaza damu ya Yesu juu yako. Mawazo yako Mungu aichinja, mawazo yako Mungu aichinja, roho yako Mungu aichinje, na mwili wako Mungu aichinje. Ita damu, mwambie damu ya Yesu ingia kwa mawazo yako, ili ya kwamba uchinje vile nafikiria. Nisiwe kama huyu mtoto aliyezaliwa na baba yake, lakini katika mawazo yake haikuwa inafikiria kujua yeye ni nani. Leo katika jina la Yesu rabashatakata robo sikata ya Jehova, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Jina lako Yesu nilitoe, jina lako Yesu nilitoe, jina lako Yesu nilitoe, jina lako Yesu nilitoe asubuhi ya leo. Kwa hivyo Baba, nilizaliwa katika the wrong position na nikaishi katika nchi iliyo na madhabahu mabaya, na nikazaliwa kwa damu iliyo na madhabahu mabaya. Lakini leo asubuhi ya leo naita damu ya Yesu. Oh shatakata riba bamayanda rapa papa shaka. Nitakaze, ninaomba pia unitakaze, naomba pia unitakaze. Nitakaze Yesu, nitakaze asubuhi ya leo. Naomba unitakaze sasa, ili mawazo yako yawe mazuri na roho yako iwe mzuri katika jina la Yesu. Asante Yesu Kristo. Oh Father, in the name of Jesus, ripa papa shaka la shaka yanda. Jehovah, we worship you. I glorify your name. You are God.
na wewe gaima tagushokeria ngabo rushirwo muthi ramwada nikirene ciana ireka igerania cia fofo ndamahoera meciria mao aya nĩ agũteithĩka ndamahoera maroteithĩka tondũ mwathani wewe Ngai na ni thĩinĩ wa Yesu Kristo twahoya Ngai witũ na nĩkwĩtĩkia. Inua mkono wako, sema Baba, katika jina la Yesu nimeamini kuanzia sasa damu yako iwe pamoja na mimi, initoe mahali niko kwa jina la Yesu, 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 damu yako initoe position baya katika jina la Yesu. Sasa wacha niombe na watu wa online. Baba, katika jina safi la Yesu, naombea hawa watu wa online. Kuna mtu analia, hii kazi yao haifai kuwa vile ilivyo, hii maisha yao haifai kuwa hivi. Naomba asubuhi ya leo umkumbuke, na nimemtoa kwa jina la Yesu, nimemtoa kwa jina la Yesu, na nimeachilia neno kwa jina la Yesu. Msaidie kwa maana Baba unaweza, na ni katika jina safi la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Mungu ambariki sana watu wa online, na mtendee vizuri na asisimama na mimi. Hakika there is God who can think more kwa ajili yenu, na Mungu amsaidia mtoe katika hiyo position.